Wafanyakazi wa serikali mkoani Morogoro wametakiwa kutumia fursa zilizopo hususan kwenye sekta ya kilimo ili kuboresha maisha yao badala ya kutegemea mishahara peke yake. Kutoka Morogoro, mwandishi wetu Idamushi anaripoti. Ushauri huo umetolewa mjini Morogoro na afisa ushirika wa mkoa wa Morogoro Bi Esther Kisiga, ambaye amesema kitendo cha mkoa wa Morogoro kuwa ghala la taifa la chakula kinaweza kuwasaidia kuibua fursa nyingi za kilimo na kuweza kuwasaidia kujikwamua na umaskini. Za maendeleo kujenga nyumba au kufanya shughuli za ujasiriamali, kufungua biashara au hata kutatua matatizo mbalimbali ya kijamii. Ninaamini hali hii sio tu kwamba itaboresha maisha ya wanachama, lakini pia itaongeza ufanisi katika kufanya kazi na kukuza tija katika maeneo ya kazi ambapo wanachama hao wameajiriwa. Kwa upande wake, mwenyekiti wa chama cha akiba cha Kireka kinachoundwa na wanachama ambao wengi wao ni wafanyakazi wa serikali kuu na serikali za mitaa, hususan halmashauri za wilaya, Bwana David Kalomule, amesema wameomba viwanja 100 katika halmashauri mpya ya wilaya Mvomero ili wawasaidie kujenga nyumba za gharama nafuu wanachama hao. Lakini pia bodi iliwasilisha maombi mengine ya viwanja vingine 300 kwa mkurugenzi mtendaji wa wilaya ya Mvomero kwa ajili ya kuwapa wanachama hao watahitaji viwanja hivyo. Kutoka Morogoro ni Damushi wa ITV. Vijana watatu wanaosadikiwa kuwa ni watumiaji wa dawa za kulevya wanaofiwa kuwa wamefariki kwa kuangukiwa na ukuta wa nyumba iliyoko eneo la Kiponda katika mji mkongwe wa Zanzibar. Mwanahabari wetu Faruk Karim anaripoti zaidi. Kwa mujibu wa majirani wanaoishi karibu na jengo hilo, wameambia ITV kwa vijana hao walikuwa kijaribu kuvunja sehemu ya nyumba hiyo ili kupata boriti, milango na madirisha ili kwenda kuuza, na ndipo ukuta ulipoanguka na vijana hao kufunikwa na kifusi. Jengo hilo lilianguka kwa mara ya kwanza mwezi mmoja uliopita. ITV ilishuhudia vikosi vya zimamoto na volunteer huko wakishirikiana na wanajeshi wa jeshi la nchi ya Tanzania wakianza zoezi la kufukua kifusi hicho ili kuanza kuzitafuta maiti hizo, huku baadhi ya wananchi na maofisa wa zimamoto wakiongea na ITV wamesema kutokana na mazingira ya nyumba hiyo kuwa ndani ya mji mkongwe, huku magari yakishindwa kufika, zoezi hilo limeonekana kuwa ni gumu. Nina nini boriti? Milango, madirisha, boriti, mabati, Kwa hivyo unahisi uangukaji huu wa pili umesababishwa sana na hiyo kwa sababu hakuna milango, hakuna madirisha, sasa haijishiki na wewe unavuta mabawa au unavuta boriti, itakuwa inakuja chini. Labda wewe ulichukua hatua kujulisha serikali? Serikali inajua, ndio yenye nyumba, serikali inajua, majenzi inajua, mamlaka mji mkongwe ndio wenye nyumba wanajua. Ambapo tunaendelea mpaka sasa hivi vizuri kulingana na ugumu wa kazi ambayo iliyoko hapa, kwa sababu kama unavyojua majengo ya mji mkongwe ni majengo ambayo ya zamani sana na yamejengwa kwa fusi. Kwa hivyo si rahisi kwamba tungekuja tuna paulo tungeni, isipokuwa leo tumefika hatua nzuri kutokana na kwamba tumepata kijiko kile cha baraza la manispaa. Kwa hivyo tunaendelea vizuri. Zoezi hilo limeendelea kudhihirisha haja ya serikali kuwa na kikosi maalum cha uokozi na vitendakazi vya kisasa vya uokozi, hasa katika mji mkongwe ambapo hivi sasa nyumba nyingi zilizojengwa katika eneo la mji mkongwe zimejengwa karibu miaka 60 iliyopita, ikijengwa kwa udongo na mawe. Ripoti kutoka Zanzibar, mimi ni Faruk Karim wa ITV. Sekta ya mawasiliano inakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo tatizo la usalama ili kuzuia wanaotumia mawasiliano katika misingi isiyokubalika kisheria. Mwanahabari wetu Henry Mabumo anaripoti. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya ufunguzi wa mkutano wa kimataifa wa siku 2 wa wadau wa mawasiliano, Katibu Mkuu wa Wizara ya Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia Dr. Florence Turuka amesema lengo la mkutano huo wa wadau ni kutafuta namna ya kuongeza usalama na kuondoa malalamiko ya baadhi ya vitisho na matusi kwa wananchi pamoja na usalama wa mtandao. I'm informed that the 2 days program, which is packed, will act to serve as a platform for participants to learn various aspects and the work related to cyber security and the national computer emergency response coordination, including how this is implemented. Other topics that will be discussed are the number portability and its impact on national development, the .tz as a unique identity for Tanzania,
the postcode for national development, the role of consumers in a dynamic communications sector whereby awareness, rights and responsibilities will be shared. Naye mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mawasiliano nchini TCRA, Profesa John Nkoma, amesema sekta ya mawasiliano nchini imezidi kukua na tayari Tanzania imepata mamlaka ya kuwa na mawasiliano ya .tz badala ya .com, ambayo itawezesha kupungua kwa gharama za kutuma barua pepe pamoja na anwani za makazi. Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wa mkutano huo wamesema nchi za Afrika zinakabiliwa na changamoto kubwa ya elimu na mafunzo ya teknolojia ya mawasiliano kwa watu wa kada za chini ili waweze kushiriki katika maendeleo ya teknolojia mpya na za kisasa za mawasiliano. And most importantly, I think the lack of cyber defense mechanism in the country. Now, I think establishment of a national CERT, like our guest of honor mentioned earlier, will be a very good step towards addressing the cybersecurity issues in the country. Kutoka Dar es Salaam, Henry Mabumo, ITV. Upande wa mashtaka katika shauri la kumkashifu Rais Jakaya Kikwete analotuhumiwa mwenyekiti wa chama cha Democratic Mchungaji Christopher Mtikila umeambia mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kuwa sababu za kumkataa hakimu kuendelea kusikiliza shauri hilo hazijakidhi matakwa ya kisheria. Kutoka mahakamani, mwanahabari wetu Salumu Mkambala anaripoti. Katika shauri hilo, Mtikila anadaiwa kumkashifu Rais Kikwete kwa kumuita gaidi katika kikao chake alichoketi na waandishi wa habari nyumbani kwake Ilala karibu na kiwanda cha bia cha TBL mnamo Oktoba 21 mwaka 2007. Akiwasilisha hoja za kupinga hatua ya Mtikila kumkataa hakimu anayesikiliza shauri hilo, Ken Vitus Dudu, wakili mwandamizi wa serikali Ponsiano Lukosi ameambia mahakama hiyo mbele ya hakimu huyo kuwa sababu za kutokuwa na imani na hakimu huyo alizoziwasilisha kwa barua hazina msingi za kufanya hakimu huyo ajitoe na hazijakidhi matakwa ya kisheria kwa kuwa barua aliyowasilisha haina hati ya kiapo na Mtikila anania makusudi ya kuchelewesha shauri hilo kwa kuwa si mara yake ya kwanza kufanya hivyo. Shauri hilo limeahirishwa hadi Julai 23 mwaka huu ambapo hakimu anayesikiliza shauri hilo atakuja kutoa uamuzi wa kujitoa au kuendelea kusikiliza shauri hilo. Katika hatua nyingine, upelelezi wa shauri la mauaji mtoto Salome Yohana analotumiwa Ramadhani Musa na mama yake Khadija Suleiman umekamilika, ambapo mahakama hiyo imepanga Agosti 2 mwaka huu kumsomea maelezo ya mashahidi na ya watuhumiwa ili shauri hilo lihamishiwe mahakama kuu. Ramadhani na mama yake wanakabiliwa na kesi ya kuua baada ya kijana huyo Aprili 26 mwaka 2009 kukutwa na kichwa cha mtoto Salome Yohana mwenye umri wa miaka 3 katika eneo la hospitali ya taifa Muhimbili kikiwa katika mfuko wa rambo. Kutoka mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, Dar es Salaam, Salumu Mkambala, ITV. Kuwepo kwa idadi kubwa ya maduka binafsi ya dawa pamoja na kukosekana kwa uaminifu kwa baadhi ya watumishi wa sekta ya afya nchini kumechangia kuendelea kwa tatizo la wizi na vifaa tiba na dawa za serikali. Tupate taarifa zaidi. Utafiti uliofanywa kwenye wilaya 3 za mkoa wa Dar es Salaam umeonyesha dawa za serikali zinaongoza kuibiwa na kuuzwa kwenye maduka binafsi ya dawa ni dawa mseto ya malaria, uzazi wa mpango na bidhaa ya vifaa vya kupimia ukimwi. Kufuatia hali hiyo, baadhi ya wadau mikoa ya Dar es Salaam na Pwani wamependekeza hatua kali zichukuliwe kudhibiti maduka binafsi ya dawa ambayo mengi yameanzishwa na watumishi wasio waaminifu katika sekta ya afya. Wakurugenzi na wale waliopewa dhamana ya kusimamia kazi kwenye sehemu za kazi wahakikishe zile taratibu za serikali za kudhibiti mali za serikali zinafuatwa. Nikiwa na maana kwamba masuala ya kuhakikisha kwamba auditing zinafanyika. Wanaohusika sana ni wafanyakazi. Wafanyakazi walioko kwenye mahospitali na walioko MSD. Serikali inatakiwa ianze sasa kuhakikisha kwamba inawachunguza watu inaowaajiri. Haiwezekani mtu kampa kazi ya kutunza dawa na hapo na famasi ya kwake.
Kwa upande wake, mkurugenzi wa huduma na mauzo wa bohari kuu ya madawa nchini MSD Bwana Cosmas Moifani amesema ili kukabiliana na tatizo la dawa kuchelewa kufika kwenye zahanati na vituo vya afya vya umma, serikali kupitia bohari kuu imeanzisha utaratibu utakaoruhusu bohari kuu kusambaza dawa na vifaa tiba hadi kwenye vituo husika badala ya kuishia kwenye ofisi za waganga wakuu wa wilaya. Malalamiko mengi ya kutokana na dawa yanatokana na kutokuwepo na dawa katika vituo vya afya yanasababishwa na utendaji usio mwaminifu. Zoezi la kuchukua fomu za kugombea nafasi ya udiwani na ubunge kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM limeanza jana nchini kote, ambapo katika mkoa wa Dar es Salaam ulitawaliwa na vibweka mbalimbali, ikiwemo baadhi ya wabunge kwenda kuchukua fomu hizo kimya kimya na wengine kutumia usafiri wa pikipiki za magurudumu matatu maarufu kama maguta.